Tumewaita hapa Amel Dar, na mbele sura ambazo mnaziona ni sura ambazo mnazifahamu, lakini pengine imekuwa surprise kwenu. Tumekutana kwa pamoja. Hapa kuna Gift Alex Macha ambaye yeye ni mtayarishaji na mtangazaji kutoka kituo cha Azam Media, lakini yupo hapa Hussein Masanza ambaye yeye ni afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars, lakini pia tunaye almaruf Mzee Shayo ambaye anatoka kwenye tasnia ya uchekeshaji. Tunauza vituko. Tuko na muuzaji wa vituko hapa Mzee Shayo, na mimi ni Ali Shaban Kamwe, ni afisa habari wa klabu ya Young Africans. Kwa nini tumejumuika sisi pamoja, na kwa nini pia tumewaita ndugu zetu waandishi wa habari tuweze kuzungumza siku ya leo hapa Amel Dar? Jambo la kwanza, wote ambao mnatuona hapa, sisi ni wenyeji wa mkoa wa Kilimanjaro. Sisi kwetu ni Kilimanjaro, wote ambao mnatuona hapa, na tunaamini mkoa wetu wa Kilimanjaro ni mkoa ambao umekusanya watu wengi sana ambao wako Dar es Salaam hapa wakifanya shughuli mbalimbali, lakini pia wako nje pia ya nchi wakifanya shughuli mbalimbali, lakini asili yao ni Kilimanjaro. Sasa tumetafakari, na tafakuri ya muda mrefu kidogo, alikuwa jambo la hafla, ilikuwa ni jambo la muda mrefu. Tuliketi chini kwa pamoja kama watu wenye asili ya mkoa wa Kilimanjaro, mkoa ambao umekuwa ukibeba sifa nyingi, na mkoa wetu unajua una sifa ya kubeba mlima mkubwa barani Afrika, na sisi tupo. Tukatafakari kwa pamoja, tukasema kwa nini safari hii tusifanye jambo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro? Kwa nini sisi ambao tuko mjini Dar es Salaam, tuko mikoa tofauti na tuna nafasi kwenye sehemu tofauti, kwa nini safari hii tusifanye jambo kwa ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro? Kwa tukafanya vikao vingi vya ndani, na vikao hivyo vikatukutanisha watu mashuhuri wengi wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro. Watu mashuhuri na maanisha kwenye kila tasnia ambayo inatoa watu mashuhuri, tulikutana kama watu wa Kilimanjaro na tukakubaliana kwa pamoja baada ya vikao vingi kwamba mwaka huu basi Mwenyezi Mungu atuongoze, turudi nyumbani kwetu Kilimanjaro, twende tukafanye jambo kwa ajili ya jamii yetu ya Kilimanjaro. Kwa hiyo tasnia ambao zimekusanyika kwa pamoja, wako waandishi wa habari ambao ni mashuhuri kweli kweli wanatokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wasanii kwa maana ya waimba mziki wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wasanii ambao ni waigizaji wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wasanii kwenye tasnia hii ya comedy wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wacheza mpira kwa maana ya players wanaotokea mkoa wa Kilimanjaro, wako wasemaji wa klabu hizi zinazoshiriki ligi kuu, ligi daraja la kwanza ambao wanatokea mkoa wa Kilimanjaro, lakini wako watu mbalimbali kwenye tasnia tofauti ambao asili yao ni mkoa wa Kilimanjaro. Kwa hiyo tukasema tuje na kitu kinaitwa Kili Icons, yani zile nembo za Kilimanjaro zote kwa pamoja kwenye tasnia tofauti, tuziingize kwenye kapu moja linaloitwa Kili Icons. Kila icon ya Kilimanjaro tutahitaji kwenye jambo hili, ambao tumeweza kuwafikia. Tunashukuru kwa ushirikiano wao, na wale ambao bado hatukuweza kukutana, basi kupitia mkutano huu wasikie sauti zetu kwamba Kilimanjaro inatuita, Kilimanjaro inatuhitaji, na wakati ni sasa wa kwenda kurudisha kwa jamii yetu ya Kilimanjaro. Wanazungumza wenzangu mengi hapa kuhusu mkoa wetu wa Kilimanjaro, lakini jikite kwenye tukio lenyewe na dhamira yenyewe ya hii Kili Icons. Baada ya kukusanyana sasa Kili Icons kwa pamoja, tukasema tunataka tukafanye jambo katika mkoa wetu. Sasa tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Tushakubaliana tunataka turudi nyumbani tukafanye jambo.
tunaanzia wapi? Ukirudi nyuma kwenye mkoa wa Kilimanjaro, yuko mdau mmoja anafahamika kwa jina la Laurent Kinabo, ambaye yeye anamiliki kituo cha michezo ambacho kinaitwa jina la Kili Wonders Sports Center. Nafikiri mnafahamu ndugu yetu Laurent Kinabo alikuwa na timu yake, Gift timu jina yake inaitwaje ile? Kuna katimu fulani anakamiliki ka mpira kule Kilimanjaro. Alijitumua mwaka huu kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Kili Wonders kakakufia hapo KMC na Simba. Ilituuma timu yetu ya mkoa, ilituuma. Kama hiyo kuna namna ya kuitetea tungetetea, lakini ndio hivyo, kanuni zilikuwa haziruhusu. Lakini timu yetu ya mkoa Kili Wonders ambayo bwana Laurent Kinabo anaimiliki ilikufa kifo kibaya sana hapo KMC, ikatolewa kwenye mashindano. Lakini juhudi zake zile za kuhakikisha kwamba anaopromote mkoa wa Kilimanjaro, juhudi zake za kuonyesha kwamba vijana wenzetu ambao wapo Kilimanjaro na wanazishikilia ndoto zao, bwana Kinabo anahakikisha anatengeneza njia. Huyu alikuwa mtu wa kwanza sisi kumfikia, kwa sababu tayari amekuwa na hii platform kwa miaka mitatu, amekuwa akifanya matamasha haya ya Kilimanjaro kwa vijana wa pale na kila kitu. Tukasema huyu kwa sababu ameshakuwa na mwanzo, tumfikie huyu, tuzungumze naye na tumueleze dhamira kubwa ambayo tuko nayo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwanza kumshukuru na kumpongeza bwana Laurent Kinabo. Alitupokea vizuri na tukamuuzia wazo letu na akalipokea vizuri. Kwa hiyo tukakubaliana mwisho kwamba mwaka huu yale matamasha ambayo bwana Kinabo huwa anafanya kupitia hichi kituo chake cha Kili Wonders, safari hii tu join pamoja na tutengeneze kitu kinaitwa Kili Icons. Kwa hiyo hii Kili Icons itashirikiana kwa wale wakazi wetu, ndugu zetu wa mkoa wa Kilimanjaro ambao mmekuwa mkishuhudia haya mabonanza mbalimbali, matamasha mbalimbali ambayo bwana Kinabo huwa anayaandaa. Kwa mwaka huu sasa tumeunga nguvu pale. Hizi nembo za Kilimanjaro zinakuja sasa kutengeneza tamasha moja kubwa ambalo halijawahi kufanyika Kilimanjaro. Na sio tu Kilimanjaro, halijawahi kufanyika Tanzania. Kwa sababu sisi tunaamini mkoa wa Kilimanjaro ndio mkoa uliobeba watu smart zaidi Tanzania. Yaani kama kuna mkoa ambao una watu smart ni mkoa wa Kilimanjaro. Hapo usichangie bado. Na ulevi kidogo. Kwa hiyo sisi tunajivunia sana mkoa wetu. Kwa hiyo tukasema awamu hii twende tukafanye jambo la kihistoria, jambo ambalo halijawahi kufanyika. Sasa hilo jambo lenyewe ndio limetuletea hiyo saba special. Yaani siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2025 itakuwa ni siku ya Jumatatu hiyo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Hizi nembo zote za Kilimanjaro, yani watu mashuhuri, mastaa wote wa Kilimanjaro, siku hii ya tarehe 7 watakuwepo kwenye viwanja vya ushirika pale Moshi kwa ajili ya kwenda kulikamilisha tamasha hili kubwa la kihistoria la Kili Icons. Tumekusanya mastaa kwenye mziki, tumekusanya mastaa kwenye kiwanda cha Bongo Movie, tumekusanya mastaa kwenye kiwanda cha comedians ambao sasa hivi ni kiwanda kinachofanya vizuri kweli kweli, tumekusanya mastaa kwenye football. Hapa kwenye football ieleweke, Mtanzania pekee aliyecheza FIFA Club World Cup ametoka Kilimanjaro. Selemani Mwalimu ni mwenzetu. Yaani hakuna kabila lolote au mkoa wowote ulioshiriki klabu bingwa ya dunia kule Marekani zaidi ya Kilimanjaro. Kuna kijana wetu na tuko proud kweli kweli na kijana wetu wa Kilimanjaro. Kwa hiyo kama kuna mkoa namba 1 wenye mafanikio kimpira kwa mwaka huu, Kilimanjaro si namba 1. Na kupitia Selemani Mwalimu ambaye alianzia Moshi Pasua safari yake ya mpira, tunataka turudi naye pale pale Moshi Pasua, turudi naye Kilimanjaro, twende tukawaambie vijana wengine wenye ndoto za kucheza mpira kwamba inawezekana kufika alipofika Selemani Mwalimu na kufika zaidi ya hapo. Inawezekana. Mkoa wetu japokuwa mmekuwa ukiandikwa sana kwamba uko nyuma kimpira,
na hii ni kwa sababu tumekosa timu inayocheza ligi kuu. Hili linatuuma, lakini tuwahakikishie kupitia tamasha hili la Kili Icons, kupitia viongozi wetu wa vyama vya mpira pale Kilimanjaro, kupitia viongozi wetu wa kiserikali wa mkoa, tunakwenda kupata azimio la pamoja la kuitafuta timu inayotoa Kilimanjaro itakayocheza ligi kuu ya Tanzania. Hili tunakwenda kukubaliana siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Mkoa wetu unafanya vizuri sana, lakini tumekuwa tukikosa matamasha makubwa kama haya ya Kili Icons ya kwenda kuibua na kuleta hamasa kwa vijana wa pale Kilimanjaro waamini inawezekana kufika mbali. Msanii namba 1 kwenye kiwanda cha maigizo Jacob Steve ni Mpare mwenzetu. Jacob Steve ni Mpare mwenzetu. Akija Dar es Salaam tumbo limekavimba nini na sahau. Ni Mpare mwenzetu. Kule Kilimanjaro kuna waigizaji wengi wenye vipaji vikubwa, lakini walikuwa wanakosa fursa kubwa kama hii itakayopatikana tarehe 7 waweze kuonyesha talenti zao. Ukija kwenye kuimba huku tunaye Nandi ni wa kwetu. Bilnasi ule wote kumbe. Bilnasi ndio Kinondoni nilifanya mjio kama Dar es Salaam. Kumbe ni mwenzetu. Bwana William Limo. Kumbe William Limo. Mauathama ni mwenzetu. Wozu ni mwenzetu. Na automatic kama Wozu ni mwenzetu na aliyemuoa ni mwenzetu. Yaani tunaenda huko. Jo Makini mwenzetu. Dogo Janja mheshimiwa diwani mwenzetu. Mheshimiwa mbunge Hashimu Ibwe mwenzetu. Nimeona nani hapa mheshimiwa Niki mwenzetu. Sasa inabidi kidogo aangalie taratibu. Majukumu yale ya serikali sawa, lakini tarehe 7 yeye ni nembo ya Kilimanjaro. Watu wa Kilimanjaro wanataka kujivunia mheshimiwa Niki. Kwa hiyo tunakuomba, hii movement inakuhitaji na wewe. Tasnia zinazotaja hapa hizo zinaonyesha ukubwa wa mkoa wa Kilimanjaro. Na sisi tumekubaliana kwa pamoja tarehe 7 mwezi wa 7 nembo zote za Kilimanjaro mnazoziona kwenye ma-TV, mnazoziona kwenye mitandao ya kijamii, mnazosikia kwenye redio zitashuka viwanja vya ushirika na tutakuwa na tamasha kubwa. Tamasha hili sasa nilielezea, alafu niwape nafasi wenzangu. Kutakuwa na timu ya mpira wa miguu itakayotengenezwa na wachezaji wanaotoa Kilimanjaro. Hawa kina Lianga, kina Faridi Musa, kina Selemani Mwalimu, Benedict Gaule, Wilson Nangu, wote wa kwetu hujua hao. Huwa tu tukija mjini huku watu hawamalizii. Naitwa Wilson Nangu kutoka Machame, mtu asemi. Jacob Masawe, wote hao ni wa kwetu hao. Umeelewa? Munishi, wote hao. Lakini pia tutapewa nguvu na wachezaji ambao ni marafiki wa hawa wachezaji wa Kilimanjaro, ambao tutawachukua waende kule kwenda kuinfluence vijana wengine. Kwa maana hiyo, kutoka upande wetu sisi ambao tumezungumza nao na ufanyia kazi, Maxim pia Nzegeli atakwenda kula nini inaitwaje ile? Mbege. Tunamwandalia mbege Maxim pia Nzegeli Kilimanjaro. Pacome Zouzoua tutampa nini ile kichuli kile? Kichuli. Atapiga kichuli Pacome Zouzoua. Stefan Azizi Kia ameniambia anatua tarehe 4. Tarehe 4 ambayo ni tarehe 7. Maana yake tarehe 4 automatic Mwamba wa Gadugu naye kutoka huko Marekani atatua Kilimanjaro. Atakuja kueleza kutoka kwake watu gani ambao atawaongeza. Kwa watu hawa wana marafiki wengi. Kwa upande wa ndani kina Mwamnyeto, kina Jobu, wote wanatengeneza timu ya pamoja kushirikiana na hawa Kili Icons itakayocheza mechi na timu ya kituo cha Kili Wonders. Hii mechi hii ya dakika 90 inaweza kuwa mechi itakayoamua hatima za wale vijana wanaocheza pale. Kwa sababu sisi ambao tupo kwenye field ya mpira tutaalika viongozi mbalimbali wa vilabu kuja kushuhudia hiyo mechi. Lengo waone talent za Kilimanjaro. Baada ya hapo tutakuwa na shughuli nyingine. Hawa wasanii wa comedian watakuja kueleza watachokifanya, lakini wasanii wa mziki wataimba siku hiyo pale, mtawasikia. Wasanii wa Bongo Movie watapata nafasi ya kutoa semina kwa wasanii wengine wa Kilimanjaro wanaoigiza, wapate na wao kupata ABC
hawa waliwezaji wakafika juu. Kwa hiyo tuna tamasha kubwa kweli kweli ambalo halijawahi kutokea. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwaomba wana Kilimanjaro wenzetu sehemu zote, wilaya zote, siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 kuanzia saa 2 kamili asubuhi tukutane kwenye viwanja vya ushirika Moshi, tuje tupate burudani ya pamoja. Kwa nukta hiyo nimkaribishe mwenzangu Hussein Masanza aweze kuzungumza, atakuja gift match alafu tutatufungia mzee Shayo mwishoni.